Mama papiro enyu and akacheketetwa Mabori tawana sororo Mabori adina kushwa Mama papiro enyu and akacheketetwa Let's give God a mighty hand clap in a powerful way. Let's celebrate the presence of God. He is our God, He is our King. We rejoice in you, we rejoice in your power. We rejoice in you, Master. Hallelujah, hallelujah, Lamb of the living God. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Heavenly Father, we bow before thy presence today. We thank you, Lord, for this service that you've given to us. We praise you, for you are the Lord. You are the King of Kings. And Lord, we pray as we start this service, the power of God is going to be mighty amidst your people. Your people are going to be lifted up, Jehovah God. And we are going to celebrate you in each and every other thing, Jehovah God. Let your presence move amidst your people wherever they are. In the name of Jesus, we pray and believe. Let's everybody say a big amen. Amen. Yes, you can celebrate the King of Kings. Yes, we can celebrate him today. He is our God. He is our King. As we start this service, I want us to read 2 verses from the book of Exodus, chapter number 15. And we are going to read verse number 2 and verse number 3. Exodus 15, reading from verse number 2 to verse number 3. The Bible says, the Lord is my strong defender. He is the one who has saved me. He is my God, and I will praise him. My Father's God, and I will sing about his greatness. The Lord is a warrior. The Lord is his name. Amen. Today the Lord is our warrior. That is his name. He is the warrior, and he is doing a great things even to you when you are where you are. You may be at home, but you have a warrior at home. He is your defender. He is defending you. And today we must raise a song to the King of Kings. We must raise praise to the King of Kings, because he is a great God. He is our defender. He is our Lord. Today we welcome each and everyone to this great service. The members of Blessed Hope Center, we welcome you to this service. And our friends who are viewing us from many destinations, we thank you and we welcome to you to this great service as we get to know that our Lord is our defender today. Amen. Is there anything that you can do today? Is to lift your name up, is to lift the name of Jesus up and high, and to declare that he is our source of help. He is our God. Let's put our hearts together today as we get to worship the name of the living God, as we get to praise the King of Kings, our defender, our help. Let's welcome the worship team to lead us to a powerful moment of lifting the name of Jesus up on high. Welcome, worship team. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kulinganishwa na yeye. Hallelujah.
Tunaweza kila mtu twende. There's no one like you, Jehovah. 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 There's no one like
Tunalibariki jina lako Bwana. Tunakuinua mfalme wa wafalme. Wewe ni Mungu mkuu, unatenda mambo makuu kati yetu Bwana. Haleluya. Nisaidie kuinua mikono yako miwili mahali popote ulipo, ukamshukuru Mungu kwa matendo ambayo ametenda. Yeye ni Mungu wa majira yote. Yeye ni Mungu wa nyakati zote. Anabaki kuwa Mungu maana yeye ni mwaminifu. Jina lake ni mwaminifu. Jina lake ni mwaminifu. Yeye ni yule jana, leo na milele, habadiliki. Ni Mungu wa mwanzo, ni Mungu wa mwisho. Hakuna zaidi yako Jehova. Tunakuinua Bwana, tunakutukuza mfalme, tunakupa sifa, heshima, adhama zote ni zako mtakatifu, Mungu wa Israeli. Wewe uketie kwenye kiti cha enzi, umezungukwa na wenye uhai wanne. Wazee 24 wameanguka mbele zako, wanasujudia, nasi tunasujudu. Tunainama na kuinuka mbele zako tukisema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Ni wewe uliyekuweko, uliyeko na utakuwa milele na milele. Jina lako ni amina. Jina lako ni amina. Hubadiliki, hubadilishi na nyakati. Unabaki kuwa Mungu Jehova. Wakati wa shibe na wakati wa njaa, unabaki kuwa Mungu. Wakati wa kulia na wakati wa kucheka, unabaki kuwa Mungu. Unabaki kuwa Mungu milele. Wewe ni mwaminifu Bwana. Wewe ni mwaminifu Mungu wetu. Wewe ni mwaminifu. Ubadilishwi na majira Bwana. Ubadilishwi na wakati Mungu wako. Ubadilishwi hata na korona. Unabaki kuwa Mungu. Unabaki kuwa Jehova, Mungu wa Adamu. Wewe ni yule yule, hauzeeki. Wewe ni yule yule. Uaminifu wako ni wa milele na milele. Uaminifu wako ni wa vizazi hadi vizazi. Tumekuona Bwana, tumeshuhudia uaminifu wako, tumeshuhudia wema wako katika nchi ya walio hai. Tumeshuhudia ukuu wako Bwana, tumeshuhudia uwepo wako Mungu wetu, tumeshuhudia uweza wako Bwana. Oh, pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, adhama zote ni zako, mwaminifu Mungu wetu. Haleluya, tunalibariki jina lako Bwana. Haleluya. At the center of it all, it's you that I see, it's you that I see. Say, at the center of it all, at the center of it all, at the center of it all, Jesus. It's you that I see, it's you that I see, Lord. It's you that I see.
your name. Touch and As we bless. lift our voice in Touch and praise. bless. As we lift our voice in praise. Oh, thank you, Lord. You that I see. Thank you, Jesus. It's you that I And indeed, our God, it is our prayer today. Na kweli Mungu wetu, ni ombi letu leo Is that, Lord, you'll be at the center of it all. ya kwamba utakuwa katika kila jambo, Let it not be us and our power and our strength. isije ikawa ni sisi na nguvu zetu, Let it be you, your power and your strength, ikawe ni wewe na nguvu na uweza wako, working on the life of every man and woman that is tuned today. ikifanya kazi kwa maisha ya kila mwanaume na mwanamke Everyone anayetazama, receiving the ministry through this service. kila anayepokea huduma hii kupitia kwa ibada Let hii, it be you healing them, ikawe ni wewe unayewaponya, breaking the shackles of the enemy, ukivunja kila destroying minyororo ya shetani, curses kiharibu laana and evil altars. na madhabahu ya uovu, Oh, visiting the lives of your people, ukitembelea maisha ya watu wako, establishing them, oh God, ukiwathibitisha Mungu, giving them victory day by day, ukiwapatia ushindi kila siku, delivering them from powers of darkness. ukiwakomboa kutoka kwa nguvu za giza, God working a mighty work in their lives. ukifanya kazi kuu katika maisha Oh, yao, that you will be ya glorified. kwamba Mungu In the utatukuzwa mighty name of Jesus, kwa jina la Yesu I Kristo. pray for each one receiving this ministry today. Ninaombea kila mmoja The anayepokea Father, huduma hii your power leo, will excel in their ya kwamba lives. nguvu zako In zitazidi the kwa maisha mighty yao, name of kwa jina Jesus, kuu la Yesu every Kristo. work of darkness will be frustrated. Kila kazi ya giza In the ikashindwe mighty name of katika Jesus, jina kuu la every Yesu. sickness will be destroyed. Kila ugonjwa Every ukaharibiwe, curse will be demolished. kila laana In the ikavunjike mighty name of katika Jesus, jina kuu la Yesu. pain will be melted like ice. In the name Tutayeyuka of kama theluji Jesus, kwa jina la Yesu. every pain Kila uchungu will be melted like ice. utayeyuka In kama the name theluji of Jesus, katika jina la my Yesu. Father, I pray Baba, by ninaomba the Spirit of truth, ya kwamba roho wa let there be kweli freedom. kukawe na Let uhuru, there be freedom. kukawe na uhuru By the Spirit of truth, kwa roho wa ukweli, let there be freedom kukawe na uhuru in every man's life. katika maisha ya kila Father, mtu. above all, Baba, zaidi ya our yote, prayer maombi is to yetu see men and ni women kuona wake kwa come and waume worship you. wakija Come and kukuabudu, worship you. wakija na kukuabudu, Abandoning their idols wakiachana na miungu and yao ya come and kigeni worship you. na kuja kukuabudu, Abandoning every hope that they are placed in darkness kuachana na kila matumaini wameweka kwa and giza coming to trust in you. na kuja Oh, kukuamini. Father, my prayer Baba, is ombi that you will langu take over ni ya kwamba in utachukua our nation usukani Kenya kwa taifa letu and all Kenya over the world. na katika ulimwengu Your wote. power will be established Nguvu zako in the zitadhihirika mighty name of katika Jesus. jina kuu la You are Yesu. God. Wewe ni Mungu, You are God. wewe ni Mungu, You are God. wewe ni Mungu. We give you honor. Tunakuheshimu. Thank you, Father. Asante Baba. You are God. From beginning to the end, there is no place for argument. You are God all by yourself. You are God. You are God. You alone are God. From beginning to there is no place for argument. You alone are Because you God. are God.
you, Lord. Asante Baba. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Our Father, we thank you today. Baba, tunakushukuru leo And we pray as we receive the word of life na tunaomba tunapopokea neno la uzima, that the yoke of Satan nira ya shetani will be broken in somebody's life. itavunjika kwa maisha ya mtu, And a man and a woman today na mwanaume na mwanamke leo will arrive at the knowledge of Jesus Christ. watafikia mahali pa kumjua Yesu Kristo. People will shift their hope Watu watatoa matumaini yao from trusting in men and powers of this world kutoka kuamini wanadamu na nguvu za dunia into hii, trusting you and trusting in your power. wakakuamini wewe na wakaamini nguvu zako. So Jesus today, Kwa hivyo Yesu leo bring glory to yourself. ukajitwalie sifa, Bring glory to yourself. ukajitwalie sifa. Thank you, Father. Asante Baba, Use me to communicate your will nitumie kunena mapenzi yako unto your people. kwa watu wako, In Jesus' name, kwa jina la Yesu I pray and I believe. naomba na kuamini. Everybody shout amen. Kila mtu aseme Come amina. on, shout amen. Sema amina. Come on, shout amen. To the King of Kings, Kwa mfalme wa wafalme, to the Lord of Lords. kwa Bwana wa mabwana. Hallelujah. Haleluya. What a wonderful day that God has given to us, Ni siku ya ajabu ambayo Mungu ametupatia that we may worship Him again, tukamwabudu mara tena, and that we just can come and be blessed in His presence. na tuje tubarikiwe katika uwepo I want to wake. assure you, wherever you are receiving this ministry, Nataka nikuhakikishie mahali popote God unapokea is huduma hii, blessing you. Mungu anakubariki, And I know na the ninajua power of God nguvu za Mungu is excelling in your life. zinaingia kwa maisha And yako, as the power of God excels in your life, na nguvu za Mungu zinapoingia kwa maisha yako, every other power that tried to hold you, kila nguvu yoyote ingine ambayo It ilijaribu will fall kukufunga down itaanguka in the chini mighty name of kwa Jesus. jina kuu la Yesu. We have just had a wonderful time of lifting up the name of Jesus. Tumekuwa na wakati wa ajabu wa kumuinua Yesu. And the praise team have done a marvelous job. Kikundi cha sifa mmefanya I kazi just ya want us to ajabu. just appreciate this wonderful, Tuwashukuru. precious team. Tuwashukuru. Amen. Come on, Tushukuru let's kikundi appreciate them. Let's hiki. appreciate Tuwapigie them. makofi. Haleluya. God bless you. Bwana wabariki. I will allow you to take your seats. Nitawaruhusu mketi. Amen. Amen. Today we want to go and hear the word of God. Leo tutaenda kupokea neno la Mungu. I will want to encourage you that you take heart, everybody hearing me today. Nataka kila mtu atiwe moyo, kila mtu anayenisikia leo. I know many of you expected the economy to be open by this time, Najua wengi walitarajia kwamba uchumi utafunguliwa wakati kama huu, and gatherings will be allowed by this time. na watu kukusanyika kungeruhusiwa wakati kama huu. But as I listened to the president explaining it, Lakini wakati nilimsikiliza rais wetu akielezea, as sensible people, we can see the point he is talking about. kama watu ambao wanaelewa, tunaweza kuona ile point ambayo anatuelezea. If Nairobi is the epicenter of the coronavirus in Kenya, Kama Nairobi ndio mji mkuu ambao uko na coronavirus kwa wingi, if the town is opened up, kama mji huu utafunguliwa, because even me, I want to go up country. kwa sababu hata mimi nataka nitembee kule I mashambani. had planned that if it opens on Monday, the first thing is to go and see my mother. Nilikuwa nimesema ikifunguliwa, jambo la kwanza ni kwenda kumwona mama yangu. Yeah, I miss that woman, Nimemkosa and I sana. really want to see my mother. Nataka nimuone mama yangu. So you can see, if everybody is thinking like the way I was thinking, Ukiona kama kila mtu anawaza jinsi nilikuwa nawaza, we will carry the corona from the city and take it to the villages and other counties. tutabeba huu ugonjwa tupeleke kule mashambani na kwa kaunti Let zingine. us continue to trust in the power of our God. Tuendelee kuamini nguvu za Mungu wetu. According to what we know now about coronavirus, by the information given to us, Kulingana na kule kuelewa ama habari ambao tumepewa kuhusu ugonjwa wa corona, we know we can take care of ourselves tunajua kwamba tunaweza kujichunga so sisi that wenyewe, we are not infected by this disease. ndiposa tusiambukizwe ugonjwa huu. So please, I request you, Kwa hivyo ninawasihi let us apply due diligence, everybody.
kila mtu awe mwangalifu, and let us take care of ourselves by sanitizing, wearing face mask, and keeping social distance in every place where you are. tuendelee kujikinga kwa kufuata maagizo yote ambayo tumepewa, And God will heal our land. na Mungu ataponya nchi yetu. As we fight this disease by observing the precautions, Tunapopigana na ugonjwa huu kwa kuangalia yale masharti yote I assure tumepewa, you in Jesus' name, ninakuhakikishia kwa jina la we shall Yesu defeat it, tutashinda and God is going to be glorified. na Mungu atatukuzwa. So take heart wherever you are, Kwa hivyo utiwe moyo mahali ulipo, and God bless you in a mighty way. na Mungu akubariki kwa njia I kubwa. want us to go and hear the word of God, Nataka twende kupokea neno la and Mungu. I will speak briefly on a message I've entitled, Flee for Your Soul. Nitaongea ujumbe ambao nimeupatia kichwa cha torokea nafsi yako. Flee for your soul. Torokea nafsi yako. And we are reading in the book of Genesis, Tunasoma kitabu cha Mwanzo chapter 19 and verse 12. 19 mstari wa 12. Do you have anyone else here in the city? The angels asked Lot, a son-in-law, sons, daughters, get them out of this place. Basi wale watu wakamwambia Lutu, je, unaye mtu hapa zaidi, mkwe, wanao na binti zako na wowote ulio nao katika mji, uwatoe katikati mahali hapa, Because we are going to destroy it. The Lord knows how their behavior stinks, so he sends us here to destroy it. maana tutapata haribu sisi mahali hapa, kwa kuwa kilio chake kimezidi mbele za Bwana, naye Bwana ametupeleka tuharibu. Lot then went out and told his sons-in-laws they had married his daughters, get out of here. The Lord is going to destroy this city. But his sons-in-law thought he was joking. Lutu akatoka akasema na wakweze waliowaposa binti zake, akasema, ondokeni mtoke katika mahali hapa, kwa sababu Bwana atauharibu mji huu. As dawn was breaking, the angels pressured Lot, get going. They told him, take your wife and your two daughters who are here, or you will be engulfed by the devastation that's coming to this city. Lakini akawa kama achezaye machoni pa wakweze. Hata alfajiri ndipo malaika wakamuhimiza Lutu wakisema, ondoka, mtwae mkeo na binti zako wawili waliopo hapa, usipotee katika maovu ya mji huu. But Lot kept lingering in the city. So the men grabbed his hand and hands of his wife and two daughters, because of the Lord's compassion for him, brought them out of the city and left them outside. Akakawia, nao wale watu wakamshika mkono na mkono wa mkewe na mkono wa binti zake wawili, kwa jinsi Bwana alivyowahurumia, wakamtoa wakamweka nje ya mji. Then one of them said, flee for your lives. Don't look back or stop anywhere on a plain. Escape to the hills, or you will be swept away. Ikawa walipomtoa nje, mmoja alisema, jiponye nafsi yako, usitazame nyuma, wala usisimame katika ilo bonde popote, ujiponye mlimani, usije ukapotea. No, please, my lords, Lot pleaded with them. If your servant has found favor in your sight, and you have shown me your gracious love, you have dealt with me by keeping me alive. I cannot escape to the hills, because I'm afraid the disaster will overtake me and I will die. Lutu akawaambia, sivyo bwana wangu, tazama mtumwa wako ameona kibali machoni pako, nawe umezidisha rehema zako ulizonifanyia kwa kuponya nafsi yangu, nami siwezi kukimbilia mlimani nisipatwe na yale mabaya nikafa. Look, there is a town nearby where I can flee, and it's a small one. Let me escape there. It's a small one, isn't it?
that way I will stay alive. Basi mji huu ukaribu ni ukimbilie, nao ni mdogo, nijiponye sasa huko, sio mdogo huu, na nafsi yangu itaishi. All right, the angel replied to Lot, I will agree with your request. I won't overthrow the town that you mentioned. Akamwambia, tazama, nimekubali hata kwa neno hili, kwamba sitauangamiza mji huo ulionena. Hurry up and flee there, because I cannot do anything until you get to the town. Therefore the name of the town was called Zoar. Hima ujiponye huko, maana siwezi kufanya neno lolote hata uingiapo humo. Kwa hiyo jina la mji ule likaitwa Let me Zoari. read a few other verses. Nitasoma mistari mingine The sun michache. had risen over the land about the time Lord reached Zoar. Jua lilikuwa limechomoza juu ya nchi Lutu alipoingia Zoari. Then the Lord rained sulfur and fire out of the sky from the Lord on Sodom and Gomorrah. Ndipo Bwana akanyesha juu ya Sodoma na juu ya Gomora kiberiti na moto toka mbinguni kwa Bwana, Overthrowing those cities, all the plain, and everyone who lived in the cities. He also destroyed the plants that grew out of the ground. akaangusha miji hiyo na bonde lote na wote waliokaa katika miji hiyo na yote yaliyomea katika nchi ile. But Lot's wife looked back as she lingered behind him, and she became a pillar of salt. Lakini mkewe Lutu akatazama nyuma yake, akawa nguzo la chumvi. Abraham went early in the morning to the place where he had stood before the Lord earlier. Ibrahimu akatoka asubuhi kwenda mahali aliposimama mbele za Bwana. He looked off towards Sodom, Gomorrah, and the entire plain, and he saw smoke rising from the land like smoke from a furnace. Naye akatazama upande wa Sodoma na Gomora na nchi yote ya ilo mbonde, akaona na tazama moshi wa nchi ukipanda kama moshi wa tanuru. Blessed be the name of the Lord our God, Jina la Bwana libarikiwe, because of the wonderful word that we have read today. kwa sababu ya neno la ajabu ambalo tumesoma leo. Flee for your soul is the message I'm preaching today. Torokea nafsi yako ndio ujumbe And I ninaohubiri leo. believe as I was reading, you have learned a few things and you have observed a few things from the scripture. Na ninaamini nilipokuwa nasoma umesoma na kuona mambo kadhaa kwa maandiko. And as we were reading throughout the scripture, Na tulipokuwa tunasoma maandiko, I believe you have noticed a lot of similarities of Sodom and Gomorrah to our lives that we live today and to the life that we see in the world today. najua umeona mambo ambayo yanalingana na wakati ambao tunaishi leo. This is a very, very important scripture to the church. Hili ni andiko la muhimu kwa kanisa, Because the church has to be ready and there is no argument about it. kwa sababu kanisa lazima liwe tayari na hakuna mabishano. If the church is not going to be ready, it shall happen. Kama kanisa halitakuwa tayari, basi jambo hili litatendeka. This thing will happen to the church. Jambo hili litatendeka kwa And the church kanisa will be left behind. na kanisa litabaki You know, nyuma. as I was reading, I remembered also reading in another place in the book of Matthew, chapter 24, from verse 13. Nilipokuwa nasoma nimekumbuka andiko lingine, Mathayo 24:13, And how Jesus started to explain to the disciples some of the signs that will show that the end is near. na baadhi mambo ambayo Yesu aliwakumbusha mitume, mambo ambayo yatatendeka kwa siku za Because as mwisho. he sat on the mountain, Alipokuwa anatumika pale as he mlimani, sat on the mountain, alipokuwa amekaa pale they mlimani, came to him walikuja and they kwake asked him, what are the signs of the times? wakamuuliza, ishara za siku za How mwisho, shall we know that the end is near? tutajuaje mwisho umekaribia? And in Matthew chapter 24, Jesus explained so many things to the disciples. Mathayo 24,
Yesu akaelezea mambo mengi kwa mitume. And in one of the explanations, he alluded to the city of Sodom and Gomorrah. Na mojawapo ya maelezo yake akataja mji wa Sodoma na And he Gomora. said, as it was in the days of Sodom and Gomorrah, Akasema kama ilivyokuwa kwa siku za Sodoma na Gomora, so shall it be in the time that the Son of Man will be returning to the earth. hivyo ndivyo itakavyokuwa wakati mwana wa Adamu ataanza kurudi. There shall be a lot of evil like it was in the days of Sodom and Gomorrah. Kutakuwa na uovu mwingi kama jinsi siku za Sodoma na Gomora. Everywhere you look, you see a lot of evil in the land. Kila mahali unapoangalia unaona uovu katika nchi. And you see, as I look at Lot, I begin to see the image of the church. Na ninapomtazama Lutu ninaona umbo la kanisa. Image of those who know the Lord. Umbo ama mfano wa wale wanaomjua Kristo. Coming into the world. Ukija katika dunia. And how they are behaving in the world. Na ile tabia wako nayo hapa because duniani. Sodom and Gomorrah is a sign of the world. Kwa sababu Sodoma na Gomora ni mfano wa dunia. And Lot is a sign of the righteous man. Na Lutu ni mfano wa watu walio watakatifu. Abraham is a sign of the intercessor. Na Ibrahimu ni mfano wa muombezi. And then God, the angels are the sign of the prophetic word that is coming to our time. Na malaika ni ishara ama ni mfano wa lile neno la unabii ambalo tunapokea. The prophets that are prophesying in our time. Manabii ambao wanatabiri katika siku zetu. The angels that came to the city of Sodom and Gomorrah. Malaika ambao walikuja waliingia mji wa Sodoma na Gomora. They came to declare an urgent message. Walileta ujumbe wa dharura. Through social media, I have seen prophets weeping on the social media as they try to declare that the judgment of God is at hand. Katika mitandao nimeona manabii wa Bwana wakilia wanapojaribu kuelezea ujumbe ambao Bwana analeta. The prophetic word is together with us. Neno la kiunabii liko pamoja nasi. The prophetic word is together with us. Neno la unabii liko pamoja nasi. Things that are about to happen to the world are being revealed unto us by the prophets. Mambo ambayo karibu yatendeke kwa dunia tayari yamenenwa na manabii. What we need to ask ourselves is whether we are taking heed or we are playing around with the message that has been brought by the prophets of the Lord. Kile tunahitaji kujiuliza, tunachukua kwa maana ujumbe ambao unaletwa ama tunauchukulia kwa mzaha. I pray that you pay close attention to what God is saying in this message. Nataka umakinike kwa kile Mungu anasema katika ujumbe huu. Please follow what I am teaching today by the Spirit of God. Tafadhali ufuate kile nafundisha leo kwa Roho wa Mungu. Flee for your soul is a message that God has sent me to you. Torokea nafsi yako ndio ule ujumbe Mungu amenituma kwako. This is a message to make you search your own soul. Na huu ni ujumbe wa kukufanya uangalie nafsi yako. This is a message that should make you look inwardly and see whether you have the right standing as a child of God. Huu ni ujumbe ambao unastahili kukufanya ujiangalie na unjiulize kama uko na msimamo wa sawa mbele za Mungu. I want you to know wherever you are receiving this message that salvation is personal. Nataka ujue kwamba mahali unapokea ujumbe huu ya kwamba wokovu ni wako binafsi. Every time you begin to deal with the issues of salvation, kila wakati tunapoanza kuzungumzia mambo ya wokovu, you must know salvation does not belong to a group. Salvation belongs to an individual. Lazima ujue wokovu sio wa kikundi, wokovu ni wako binafsi. Salvation is personal. Wokovu ni wa kibinafsi. Relationship with God is always personal. Uhusiano wako na Mungu ni wa kibinafsi. Sometimes we miss the way. Wakati mwingine tunakosa njia. Because we compare ourselves with the rest of the group. Kwa sababu tunajilinganisha na kikundi. These are not days to trust anybody. Hizi sio siku za kumwamini yeyote. Because I have seen even great saints
falling from their high places. Kwa sababu nimeona watu wakuu wakianguka kutoka mahali pa Even juu. great preachers preaching heresy. Hata wahubiri wakuu wanahubiri mahubiri ya After they have uongo. preached the right gospel, I have seen them fall and begin to preach a lie. Baada ya wao kuhubiri ujumbe wa sawa, wanarudi wanaanguka, wanaanza kuhubiri And that is uongo. why I say your relationship with God is personal. Na ndiposa nimesema uhusiano wako na Mungu ni wa kibinafsi. Stop looking at yourself and looking at the group where you belong. Acha kujiangalia na kujilinganisha na ile kikundi mahali unatoka. You need to listen to the Spirit of God. Unahitaji usikize Roho wa And Mungu. you can hear the Spirit of God even speak to you today. Na unaweza kusikia Roho wa Mungu akiongea na wewe hata You leo. need to make important decisions for your life. Lazima ufanye uamuzi wa maana kwa maisha You yako. need to make important decisions. Lazima ufanye uamuzi wa maana. Several decisions. Uamuzi Many kana- decisions Uamuzi nyingi pertaining to your salvation. kuhusu wokovu And you wako. don't need to consult anybody. Na uhitaji kuuliza mtu yeyote. God tells you to stop doing something. Mungu akikwambia uache kufanya kitu, Don't go to ask the group whether you should stop it. usiende kuuliza kikundi kama unastahili kuachana na hilo Salvation is jambo. personal. Wokovu ni binafsi. If you are hearing the word of God wherever you're receiving it today, Kama unasikia neno la Mungu mahali unaipokea make leo, decisions for yourself. fanya uamuzi kwa ajili yako binafsi. Nobody knows the heart of another. Hakuna mtu anajua roho ya mtu You may mwingine. think everybody is going when everybody has stopped going. Unaweza kufikiria kila mtu anaenda ile hali kila mtu ameacha You kwenda. can't trust the group anymore. Hauwezi kuamini kikundi tena. Listen to the word of God. Sikiza neno la Mungu. Listen to the Spirit of God. Sikiza Roho wa Mungu. And you will know what you need to do. Na utajua kile unahitaji We are kufanya. living in a time, Tunaishi the nyakati, evils of Sodom and Gomorrah ule uovu wa Sodoma na are Gomora all over the world. uko kila mahali The ulimwenguni. evils of Sodom and Gomorrah Uovu wa Sodoma na are in Gomora many cities of the world, na uko katika miji mingi katika dunia, many places of the world. katika mahali kwingi hapa And the duniani. scripture that we have just read Na andiko ambalo tumesoma is a clear comparison or parallel between Sodom and worldliness. ni mfano ambao uko wazi, mfano wa Sodoma na mambo yanayoendelea ya Lot and the uovu. church, Lutu na kanisa, angels and the prophets, malaika na Abraham and manabii, intercessors. Ibrahimu na waombezi. Like Lot, Kama Lutu, much of the church, mengi katika kanisa, a lot of people in the church watu wengi kanisani has been silenced. wamenyamazishwa. If you remember this man Lot, Ukikumbuka huyu mtu Lutu is a nephew of Abraham. ni mtoto wa nduguye They Ibrahimu. came from the whole of the Chaldees together. Walitoka katika nchi ya Lot had known the God of Abraham. Lutu, alimjua Mungu wa Ibrahimu, But the Bible says, lakini Biblia inasema when they parted ways with Abraham, wakati walitengana na Ibrahimu, the Bible says Lot chose the plains. Biblia inasema Lutu alichagua nchi tabarare. He chose the plains. Alichagua nchi And the Bible tabarare, says na Biblia inasema he pitched his tent facing Sodom and Gomorrah. akaweka hema lake akiangalia Sodoma. In the first place, Mahali pa kwanza, Lot did not go to Sodom and Gomorrah. Lutu hakwenda Sodoma na But Gomora, slowly by slowly, lakini polepole tu he pitched the tent facing Sodom and Gomorrah. akaweka hema lake likiangalia Sodoma, And he kept on moving towards Sodom and Gomorrah, na akaendelea kusongelea Sodoma na Gomora, looking like Sodom and Gomorrah. akaendelea kufanana na In the Sodoma. first place, Mahali pa kwanza, Lot did not appreciate what was done in Sodom and Gomorrah. Lutu hakupenda kile kilikuwa kinaendelea But Sodoma, slowly by slowly, lakini polepole Lot started to appreciate. akaanza kukubali. Lot started to like. Lutu akaanza He kupenda, started to embrace the ways of Sodom. akaanza kukumbatia njia za Sodoma. Actually, by the time the angels are arriving, Kwa wakati ambao malaika by wanafika, the time the angels are arriving, kwa wakati ambao malaika the wanafika, Bible says Lot was
sitting at the gate of the city. Biblia inasema Lutu alikuwa ameketi kwa mlango wa mji. By the time the angels were coming, Wakati ule malaika walikuwa Lot wanafika, was seated at the gate of the city. Lutu alikuwa amekaa kwa lango la Now, in the mji. Old Testament, Katika Agano la the Kale, gate of the city lango la mji is where all important decisions were made. ni mahali ambapo maamuzi ya muhimu yalikuwa It is yanafanyika. like the equivalent of town hall or city hall of today. Ni kama City Hall ya siku ya leo. So you can see how Lot progressed in his backsliding. Unaweza kuona jinsi Lutu aliendelea katika kurudi nyuma. He progressed slowly by slowly. Aliendelea pole pole By just pole one small act. kwa tendo moja, Pitching his tent facing Sodom and Gomorrah. kuweka hema lake ikiangalia kule Sodoma, Until he got so involved in the issues of the city, mpaka akahusika katika mambo ya mji, until he became a decision maker of the city. mpaka akafanyika mmojawapo wa watu wa kutoa By the maamuzi. time the angels are arriving, Kwa wakati malaika wanafika, Lot is one of the leaders of Sodom and Gomorrah. Lutu ni mmojawapo ya viongozi wa Sodoma He na is Gomora. making decisions and judging the affairs of the city. Anafanya uamuzi na kutekeleza majukumu ya And mji. believers, I want you to hear me. Kama waaminio, nataka unisikie How the church has backslidden. jinsi kanisa limerudi nyuma, Just like the way Lot progressively sank into backsliding. kama jinsi Lutu aliendelea kurudi nyuma Until he became a part of the system. mpaka akafanyika mojawapo ya And huo slowly mji. by slowly, Pole 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 the pole, church of today kanisa la is leo sinking into backsliding. linaendelea kuzama katika kurudi nyuma. Actually, by the time I'm preaching this message, Kwa wakati ambao nahubiri ujumbe many huu, of people in the church, watu wengi katika kanisa they are a part of the worldly system wao ni sehemu ya mitindo ya dunia, because they are allowed backsliding. kwa sababu wameruhusu kurudi nyuma. The sins of Sodom and Gomorrah in our time, Dhambi za Sodoma na Gomora katika they are nyakati protected zetu by the political leaders. zimelindwa na viongozi wetu wa They kisiasa, are promoted by the televisions. zinaendelea ama zinatangazwa, zinapewa kipaumbele And katika they runinga are zetu, loudly defended by a clash of people who say, stop condemning me. na zinatetewa na watu wengi walio katika nyanza za juu wanaosema acheni kunilaumu. Part of this clique that is defending evil in the world. Na mojawapo ya hao watu ambao wanatetea uovu katika They ulimwengu are some of famous church leaders. ni viongozi wakuu katika It is makanisa. an evil clique that says, don't judge me. Ni wao wanasema usinihukumu. I want to say, as you listen to me today, Nataka niseme unaponisikiza don't leo, hear a man usisikilize and mwanadamu fail to hear God. na ukatae kusikia Mungu. Don't fail to hear the voice of the Holy Spirit Usikatae kusikia sauti ya Roho and Mtakatifu listen to a famous man, na usikize mtu ambaye amesifika, because the church is taken into captivity, kwa sababu kanisa limepelekwa katika because utumwa, many are saying, kwa sababu wengi if wanasema so and so has allowed it, kama fulani ameruhusu, then it is okay for the church. basi ni sawa kwa I kanisa. want to say, Nataka niseme there is no bishop, hakuna there is no askofu, apostle, hakuna there is mtume, no pastor, hakuna there is no mchungaji, reverend, hakuna who is kasisi the Holy Spirit, ambaye ndiye Roho or who is Mtakatifu, Jesus, ambaye ndiye and Yesu, who can change the word of God. na anayeweza kubadilisha We neno la must Mungu. continue to pursue Lazima tuendelee the kufuatilia truth of the word of God. kweli ya neno la Mungu. Church has been silenced. Kanisa The limenyamazishwa, preaching of truth has been silenced, kuhubiri kweli kumenyamazishwa, because there's a clash of people kwa sababu kuna aina ya watu who are saying, stop judging me. ambao wanasema acha And kunihukumu, some people na watu who wengine are looking for correctness. ambao wanatafuta usawa, They are looking for correctness. wanataka kukubalika, Correctness in the social system. wakubalike katika mitandao, Correctness in the political world. wakubalike katika nyanza za You know, kisiasa. they have cowed away. Ni kama wamejikunja, And they wameogopa, cannot preach the truth again. hawawezi kuhubiri
kuhubiri kweli And the tena, sins of Sodom and Gomorrah na dhambi za are Sodoma na being Gomora practiced in our time. zinatendeka wakati They are huu, being practiced in our time. zinatendeka And katika wakati every huu, day, na kila siku judgment is drawing closer. hukumu inakaribia. You know, let me tell you something. Niwaambie kitu, Jesus himself, he spoke. Yesu mwenyewe And he said, akasema heaven and earth will pass away, mbingu na dunia but my zitapita, word will not pass away. lakini neno langu I want you to halitapita. hear me. Nataka unisikie, Heaven and earth will pass away. mbingu na dunia The zitapita, leaders who are misleading you will pass away, viongozi ambao wanakuongoza vibaya watapita, but the word of God will remain. lakini neno la Mungu You litabaki. better follow the word. Afadhali ufuate neno, Don't follow a social system. usifuate Follow mitindo, the Spirit of God. fuata roho wa As Mungu. we come to this message, Tunapoingia kwa you need ujumbe to ask huu, yourself, unahitaji are you kujiuliza, led by the Spirit of God? je, unaongozwa na roho wa Or you are Mungu leading yourself? ama Or unajiongoza you have allowed the flesh to lead ama you? umekubali mwili ukuongoze? Hallelujah. The Hallelujah. message of the angels, Ujumbe wa malaika, as I said earlier, niliposema pale is the mwanzoni, equivalent of the prophetic message of today. wanaleta ujumbe wa kiunabii wa sasa. The voice of prophecy Sauti ya unabii is warning the church, liko katika is kanisa, warning the ni pastors, kuonya is kanisa, warning the ni leaders, kuonya wachungaji na is warning viongozi, the believers. kuonya That waaminio time is running ya out. kwamba wakati That umewadia, time is running out. wakati umewadia. Hallelujah. And Haleluya. I see something Ninaona kitu with the hapa angels. na hawa When malaika, the angels started to preach, wakati malaika walianza when they kuhubiri, talked to Lord, walipomwongelesha they Lutu, placed a responsibility wakaweka jukumu on Lot. juu ya It Lutu. was the responsibility Ilikuwa ni of jukumu Lot himself ya Lutu to mwenyewe, reach his city, akafikie mji to wake, reach his town, akafikie mji to make wake, converts, to akawabadilisha make watu, people follow the Lord. wasababisha watu wamfuate That Mungu. is why Na ndiposa the angel directed the question to Lot. Lutu, malaika alielekeza swali kwa Lutu. And the angel asked Lot, Malaika akamuuliza do you Lutu, have people here je, uko na watu who hapa are your relatives? ambao ni watu wa jamaa yako? Because the angels, Kwa sababu malaika they expected the walitarajia family members of Lot watu wa familia ya are Lutu converted. wamebadilika. So the angel said, Malaika go akasema and call your relatives. waite wote Let them come. wanje. But what I find out in the scripture Lakini kile napata katika was maandiko amazing. ni It was kushangaza, amazing. ni kushangaza, Including his sons-in-law. pamoja na wakweze They had not yet believed in the Lord. wao bado hawajamwamini Lot Mungu. had abdicated his responsibility. Lutu alikuwa ameacha jukumu alilokuwa He was no amepewa, longer preaching the Lord. hakuwa na mhubiri Just Kristo. like I see today. Kama jinsi naona The leo church is busy with nice messages. kanisa limejawa na maujumbe ambayo Very yako well polished sermons ni maujumbe ambayo yako that have no yanaonekana power yako to sawa, transform people from the bondage of sin. lakini hayana nguvu za kubadilisha watu kutoka kwa kifungo cha The dhambi. preachers of our time can't condemn anything. Hawawezi kukemea Just chochote. like Lot Kama Lutu abdicated his responsibility aliachana na jukumu lake, and became a member of the cheer team, akafanyika sehemu ya wanaochochea mambo pale, instead of preaching the truth, badala ya kuhubiri he ukweli became a member of the club. akafanyika mojawapo ya ile club. And so even some of his relatives, Kwa hivyo baadhi ya watu wa jamaa they yake could not be saved on the day of judgment. hawangeokoka kwa siku ya hukumu. I pray for you, church. Ninaombea kanisa, Members of your family will not go to hell. watu wa jamaa yako ama familia yako Even if you hawataenda cannot kuzimu. go to preach the gospel to a far land, Hata kama huwezi kwenda kuhubiri injili katika nchi ya mbali, can you preach to the people of your own house? basi wahubirie watu wa nyumba yako, Preach to them every day. wahubirie kila siku, And the word that you preach, na ile neno ambalo even if unahubiri, they are resisting it, hata kama wanaipinga, but that word is a seed. lakini hiyo neno ni It mbegu has already been planted in them. tayari
tayari imepandwa ndani And yao, soon and very soon, na hivi karibuni you will see the word germinate in them. utaona hilo neno And they will likichipuka come to the faith. na wataingia The katika imani. church of Jesus Christ Kanisa la Yesu is no Kristo longer preaching salvation. alihubiri It's no wokovu, longer preaching holiness. alihubiri It's utakatifu, no longer preaching purity. alihubiri utakatifu. They are preaching a message that is neither here nor there. Wanahubiri ujumbe ambao uko pale na pale, It has become easy in our day na imekuwa rahisi to katika nyakati listen to a zetu whole message, kusikiza ujumbe and you wote, cannot make the goal of the message. na uwezi kufikia You lengo la cannot ujumbe, understand hauwezi what the kuelewa preacher came to say. mhubiri alikuwa Of anataka course, he will kusema say a nini. few nice things, Ni kweli atasema mambo but mazuri you mazuri, lack the objectivity of the message. lakini utakosa lengo la ule ujumbe. Why? Kwa nini? Because they don't want to appear Kwa sababu hawataki like they waonekane are judging ni people. kama wanahukumu They watu, don't want to appear hawataki like they are waonekane judging people. kama wanahukumu The watu. angels told Lot, Malaika wakamwambia Lutu, take your people out, watoe watu wako, because kwa sababu this place shall be destroyed. hapa mji huu Flee utaharibiwa. for your souls. Torokea nafsi yako, Reach out to your people. wafikie watu wako, Gather them together. walete pamoja. This place is under judgment. Mji huu uko chini ya Just like hukumu, the way the Spirit is saying. jinsi Roho anasema hata Gather your sasa. people together. Walete watu wako You are pamoja. blessed to hear what you are hearing. Umebarikiwa kusikia kile Gather unasikia. your people together. Walete watu wako This pamoja. world is under judgment. Ulimwengu huu uko chini ya This world hukumu. will be destroyed. Ulimwengu huu You utaharibiwa. are blessed to hear the message of today. Umebarikiwa kusikia ujumbe wa What are you leo. doing as a preacher? Unafanya nini kama What are you mhubiri? doing as a pastor? Unafanya nini kama What are you mchungaji? doing as a believer? Unafanya nini kama Lot mwaminio? became a part of the system. Lutu akafanyika sehemu ya He ule never mji, reached out to his city. akufikia watu wa mji Many wake. Christians of our day, Wakristo wengi wa siku zetu they think we have a lot of time. wanafikiria ni kama tuko na But if wakati, you have tuko na heard the muda. voice of the Spirit, Kama umesikia sauti ya Roho you know we Mtakatifu, don't have a lot of time. unajua muda umeisha. Soon and very soon, Hivi karibuni the chapter of this world, the chapters of this world will be closed, ulimwengu huu unaisha and judgment will begin. na hukumu itaanza. Bible says judgment will begin in the house of God. Biblia inasema hukumu itaanza You katika have to nyumba ya take Bwana. extra caution for yourself. Lazima uwe mwangalifu People zaidi. think we have a lot of time. Watu wanafikiria tuko na And wakati Lot mwingi, thought, na Lutu alifikiria, he had a lot of time. Lutu alifikiria alikuwa na wakati It mwingi, is no wonder na ndio the maana Bible uses Biblia the inatumia word lingering. hilo neno kukawia kawia. Lot lingered. Lutu alikawia He kawia, continued to linger around. akakawia kawia, He was not decisive. akufanya uamuzi wa He did haraka, not make a clear decision. akufanya uamuzi wa He wazi, lingered around. alikawia He kawia, wasted the time. akapoteza He muda, was non-committal to the call of the angel akwa amejitolea kutii sauti ya because malaika, he thought there was a lot of kwa sababu time. alifikiria kuna muda. You know, the church thinks we have a lot of time. Kanisa linafikiria tuko na That wakati is mwingi, why we have no urgency. na ndiposa hatuna haraka. People are out there in the office. Watu wako kule We maofisini, don't tell them about the forgiveness of the Savior. hatuwaambii kule ule msamaha We wa go to the Mwokozi. market every day. Watu huenda katika We soko don't kila teach them siku, the forgiveness of God. hatuwafundishi msamaha wa We Mungu, don't tell them that sin will take them to hell. hatuwaambii dhambi We itawapeleka have kuzimu. remained silent. Tumenyamaza, We are lingering. tunakawia We kawia. have a church that is lingering. Tuko na kanisa ambalo linakawia Today kawia. the church must shake themselves up and wake up. Leo lazima kanisa liamke. The angels hastened Lot. Malaika akamharakisha They Lutu, pressured Lot to get his wakamharakisha family out. atoe familia The yake. Spirit of God, Roho wa Mungu even through this message today, hata kupitia is ujumbe huu leo pressuring you to anakuharakisha get your people out, uwatoe watu to wako, get your family out, utoe familia to yako, get yourself ready to come out. ujitayarishe Because kutoka, this place
kwa sababu mahali will be hapa destroyed. You pataharibiwa. must flee for your soul. Lazima utorokee You nafsi must yako, flee for your life. utorokee maisha yako, Because there is no kwa time. sababu hakuna muda. Time is up. Wakati umepita, Time is up. wakati umeisha. The Bible says, Biblia inasema, Peter warning the church. Petro akionya He kanisa says, akasema, knowing this first of all, tukijua hii that scoffers will come in the last days, ya kwamba watu wanaodhiaki neno wataingia katika siku za mwisho following their own sinful desires. wakifuata tamaa zao za mwili. They will say, Watasema, where is the promise of his coming? iko wapi ahadi ya kurudi kwake? For ever since the fathers fell asleep, Tangia wakati baba zetu walilala, all things are continuing as they were mambo yote yanaendelea kama jinsi from the beginning yalivyoendelea of creation. kutoka pale mwanzo. So Peter is giving a clear warning to the church. Kwa hivyo Petro anapeana onyo kwa kanisa. Don't listen to the scoffers. Usiwasikize wanaodhiaki. Today as I preach here, Leo ninapohubiri there are hapa, so many scoffers. kuna watu wengi People wanadhiaki, that have a lot of education. watu ambao wako na masomo People mengi, that have a lot of money. watu walio na pesa nyingi, People that have got status. watu ambao wako na cheo, But they scoff at the word of God. lakini ni kama wanadharau neno la And Mungu. many of us are following scoffers. Na watu wengi wanafuata watu We are not wanaodharau. following true servants of God. Hatufuati watumishi wa Mungu wa Peter kweli. is warning you today. Petro anaonya watu leo, Be warned. pokea onyo Don't leo, follow the scoffers usifuate watu who are wanaodharau, saying, where is the promise? wanaosema iko wapi Where is ahadi? the promise of his coming? Ahadi iko wapi ya kurudi Many kwake? people are not serious with their salvation Watu wengi hawamaanishi katika wokovu because of wao, the scoffers kwa sababu watu who are saying, wanaodharau, where is the promise of his coming? wanaosema iko wapi ahadi ya kurudi They think kwake. it will continue this way forever. Wanafikiria itaendelea hivi Church of milele. Jesus Christ, Kanisa la Yesu Kristo, believers everywhere, waaminio kila mahali, be warned today. uonywe leo. We do not have a lot of time. Hatuna wakati So mwingi because of the scoffers, kwa sababu ya watu wanaodharau. we see a lingering church. Tunaona kanisa linalokawia But at kawia, the same time, lakini kwa wakati ule in the ule scripture where we have read, katika andiko tuliyosoma we see the issue of squandered grace. tunaona ile hali ya neema iliyotumiwa A vibaya, squandered grace. neema iliyotumiwa And the vibaya, church na is kanisa squandering grace. linatumia neema The vibaya. angels have arrived. Malaika wamefika, They are telling Lot, wanamwambia Lutu, there is still time. kuna wakati, There is still chance. bado kuna You can wakati, bring your people in. unaweza kuleta Your watu wako, uncles can go. damu zako wanaweza Your children kwenda, can go. watoto wako wanaweza Please kwenda. go out Tafadhali enda nje and preach to them. uwahubirie. But Lot was there, Lakini Lutu alikuwa pale, lingering around. anakawia Lingering around. anakawia kawia, He went only to his sons-in-law. akaenda tu kwa wakweze, And when he preached to them, na alipowafikia, because he had never preached the truth, kwa sababu hakuwa amewahi look wahubiria, at the attitude of the sons-in-law. angalia jinsi hawa wanamjibu, Look at the attitude. angalia nia ya hawa. When they heard him speak, Walipomsikia they thought akinena, he was joking. wakafikiria Just anacheza, like it is today. kama jinsi ilivyo Because leo. they are used to playing around. Wamezoea kucheza cheza. When the true message came, Wakati ujumbe wa they kweli thought it is the ulifika, same games going on. wakafikiria ni ule mchezo They tu, mocked him. wakadharau. I pray for you today. Ninakuombea leo, Don't mock the word of today. usidharau neno la God leo. has sounded a warning. Mungu ametuma onyo, God has sounded a warning. Mungu ametuma onyo. Please don't squander the grace. Usitumie neema There is vibaya. grace today. Kuna neema leo. Even as I preach, Hata you ninapohubiri, can repent your sins unaweza kutubu dhambi and zako save your soul na uokoe nafsi from the yako judgment of God. kutoka kwa hukumu ya You Mungu. can repent every sin you do. Unaweza kutubu dhambi You can repent unazofanya. your rebellion, Unaweza kutubu your kuasi kwako, disobedience, kutotii the kwako, evil you practice. uovu You unaotenda. can repent it today Unaweza kutubu leo and be saved na uokoke and save your soul na uokoe nafsi from the yako judgment that is coming. kutoka kwa hukumu God is inayokuja. saying to you, Mungu anasema kwako, flee from this place.
kutoroka kutoka Because it mahali is hapa, about to be kwa destroyed. sababu It pataharibiwa, is about to be destroyed. pataenda kuharibiwa. Grace was available. Neema ilikuwa, But there are people lakini kuna who watu squandered the grace. ambao hutumia neema Are you vibaya. squandering the grace? Je, unatumia neema vibaya? Church of Jesus Christ. Kanisa la Yesu Are you Kristo, squandering grace? unatumia neema vibaya? Preachers, apostles, and prophets. Wahubiri, Are mitume you na manabii, squandering the grace of je, God, unatumia which neema ya is Mungu available vibaya in the world ambayo iko for hapa men to be saved? kwa watu I waokoke? pray for you. I Ninakuombea, pray for you. ninakuombea. So the Bible says, Biblia the inasema, Bible says, Biblia inasema Lot went out Lutu and akatoka said to his sons-in-law akawaambia who were wakwezi to marry his daughters, ambao walikuwa waowe binti get zake, up, get out of this place, inukeni, tokeni mahali for the hapa, Lord is about to destroy kwa this city. sababu Bwana yuko tayari kuharibu But he huyu mji. seemed to his sons-in-law as one that is mocking. Lakini kwa hao wakwezi ikaonekana ni kama mtu anayedharau. And in the book of Micah chapter 2, okay, the Bible says, Biblia inasema arise and go, inuka na uende, for this place kwa sababu mahali hapa is no place for your rest. si mahali pako pa The kukaa. Bible is saying, Biblia inasema arise and go, inuka na uende, for this is no place to rest, kwa sababu hapa sio mahali pa because kupumzika, of uncleanness that destroys, kwa sababu ya uovu ambao unaharibu. with a grievous destruction. Kuna kuharibiwa kukuu, It destroys with a grievous destruction. inaharibu kwa kuharibu kukuu. There is an uncleanness in the world Kuna uovu katika dunia which is destroying with a grievous destruction. ambao unaharibu kwa kuharibu kukuu. That is why Micah is saying, Na ndiposa Mika anasema arise and get out of this place, inuka na utoke mahali for hapa, this place is no place for your rest. kwa sababu hapa sio mahali pako pa kupumzika. Arise, Inuka man and woman hearing me. mwanamke na mwanaume unayenisikia, Arise. inuka. This world is no place for your rest, Ulimwengu huu sio mahali pako pa because kupumzika, of the uncleanness kwa of sababu this kwa world. sababu ya ule uovu ulio katika There is dunia a hii. lot of uncleanness in the world, Kuna uovu mwingi which katika is ulimwengu destroying ambao with unaharibu a grievous destruction. kwa kuharibu kukuu. Micah chapter 2 verse 10. Mika 2:10. In this verse, Katika andiko hili, in the chapter that we are dealing with about Lot, katika sehemu ambayo tumesoma kuhusu Lutu, Lot lingered. Lutu alikawia He kawia, questioned the message. akauliza maswali He kuhusu ujumbe, hesitated. akakawia He kawia, was reluctant. alikuwa ametulia. These are things that you are finding in the believers. Haya ni mambo tunayaona kwa wanaoamini, They don't want to deal with their issues. hawataki kushughulikia mambo We have a yao. problem of the lingering church, Tuko na shida ya kanisa and linalokawia kawia, hesitant church, kanisa ambalo linakawia kawia, which does not want to make a decision ambalo halitaki kufanya uamuzi about the issues of salvation. kuhusu mambo ya wokovu. How will the church continue to be this way? Kanisa litaendelea kwa njia But hii the kwa muda Bible gani? says, Biblia inasema as the angels looked at Lot, malaika walipomtazama Lutu, who is the symbol of the church, ambaye ni ishara ya who is kanisa, the image of the church, ni mfano wa as kanisa, the angels na malaika looked at Lot wakamwangalia as Lutu he lingered around, alipokawia the kawia. Bible says Biblia they inasema grabbed his hand, wakamshika they mkono, grabbed his hand, wakashika they mkono wake, pulled him around. wakamvuta. The Bible says Biblia they inasema grabbed the hands of his wife, wakashika mkono wa mke they wake grabbed the hands of his na daughters mkono wa who bintizi were in the house with him, ambao walikuwa kwa and nyumba na they yeye, pulled them violently, wakawavuruta kwa and they nguvu, brought them out of the city. wakawatoa kwa mji. Hear me, servants of God. Nisikizeni watumishi wa These are Mungu, not days hizi sio to siku preach correct messages, za kuhubiri ujumbe wa kukubalika, appreciated messages, ujumbe za kukubalika, kubalika, popularity messages. za kujulikana We are julikana. preaching messages Tunahubiri we ujumbe are calling grabbing messages. ambazo tunaita za kushika. We are grabbing people. Tunashika We watu, are grabbing people tunawashika that they may watu not perish,
ndiposa If you are a wasipotee. preacher, Kama wewe ni the mhubiri, little time that is remaining, wakati ambao umebaki, grab men and women. washike wake kwa Grab waume, men and women. washike wake The kwa Bible waume. says Biblia inasema the angels, malaika they grabbed the hands of Lot and his wife wakashika mkono wa Lutu na and mkewe his daughters, na bindize, and they pulled them violently. wakawatoa kwa This nguvu. was not sweet. Hii haikuwa ya kupendeza, This was not good. hii kukuwa ya This kupendeza, was not hii nice. haikukuwa But nzuri. time had come. Lakini wakati They ulikuwa had to be umefika, delivered. ilibidi Time wakombolewe. is running out. Wakati umeisha, Grab your friends. washike Grab marafiki, your family members. washike watu wa jamii Grab the yako, citizens of your country. washike wananchi, Preach a message hubiri that ujumbe grab them out of the ambao corruption. inawashika kutoka kwa ufisadi, Corruption that is in the world. ufisadi ulio katika dunia. Many people Watu wengi are labeling preachers wanatoshanisha wahubiri who are preaching messages like this. ambao wanahubiri ujumbe kama huu I know you may wanaohubiri be kinyume. there Najua uko and you are pale hearing me na and unanisikia, you are labeling this message na ni kama unapatia ujumbe a huu kichwa, negative message. unauita ujumbe But ambao sio according to mzuri, me, lakini kulingana na I mimi don't think this sifikirii is a negative message. huu ni ujumbe ambao This sio is not mzuri. negative preaching. Huu sio ujumbe mbaya, Because kwa sababu by the Spirit of God, kwa Roho wa I Mungu know what negative preaching is. najua ujumbe mbaya ni nini. Negative preaching is Ujumbe mbaya that soothing message, ni huu ujumbe wa kupembeleza, soothsaying message, ujumbe wa which kupembeleza is soothing sinners unapembeleza to wenye continue in dhambi their sins. waendelee kufanya That dhambi. is negative preaching, Huu ni ujumbe mbaya, because it is delivering millions into kwa hell, sababu unapeleka mamilioni kuzimu, because you are not drawing a kwa line. sababu aukuzi You are maisha, not drawing a line auweki for people to aushori repent their mstari sins. kwa watu You watubu. call this negative preaching, Unaita huu ujumbe but I mbaya, think of the contrary. lakini mimi nawaza tofauti. Soothsayers of our time, Watu wa kupembeleza wa they nyakati are the ones zetu ndio who hao are preaching negative messages, ambao wanahubiri ujumbe negative mbaya, preaching ujumbe that mbaya is not turning men to Christ, ambao haugeuzi watu that waende kwa is not Kristo, causing believers to fear sin. ambao hausababishi watu waogope It is dhambi. time to stop preaching lullabies. Ni wakati tuache kuhubiri maujumbe ya kupembeleza. Time has come, Wakati umefika preachers, to stop preaching lullabies. wahubiri waache kuhubiri nyimbo za usingizi, Political correctness, kukubalika kwa kisiasa, social correctness. kukubalika kwa Hear kijamii. what the Spirit is saying. Sikia kile Roho We anasema, must grab people. lazima tuwashike We must watu, grab people. lazima tuwashike When watu. you finish hearing this message Ukimaliza kusikia ujumbe in huu your life, katika maisha begin yako, to grab people. anza kushika watu, Preach in a way uhubiri kwa they njia can see the judgment that is imminent, wanaweza kuona hukumu ambayo which inakuja, is knocking on the door. ambayo inabisha kwa Oh, mlango. hallelujah. Haleluya! Your lullabies are enough. Nyimbo za usingizi Your zimeisha, political correctness is enough. kukubalika kwako kwa Your kisiasa social kumepita, correctness is enough. kukubalika kwako kwa Get kijamii into the business of the ingia kwa church. kazi ya kanisa, Deliver souls of men komboa nafsi za from watu destruction that is coming. kutokana na hukumu inayokuja. Hallelujah. Haleluya! Hallelujah. Hallelujah. I don't have a lot of time Hatuna left. muda mwingi, I want you to know nataka ujue Abraham Ibrahimu is the intercessor. kama muombezi. In chapter 18, Sura ya 18 he prayed for Sodom. aliombea He Sodoma, prayed for Sodom. aliombea And he Sodoma prayed and he was saying, na aliomba akasema, Lord, Mungu you are going to judge this city. utahukumu mji huu. If you find 50 people, Je, ukipata watu 50 will you deliver the city? utaokoa Will mji? you save the city? Utaokoa He mji? said yes. Akasema If ndiyo, I find 50, nikipata watu I will deliver 50 the city. nitaokoa mji. Abraham interceded more. Ibrahimu akaendelea And he kuomba said, akasema, My Lord, Bwana if Bwana you wangu, find 45, ukipata will you save 45 the city? utaokoa The mji. Lord said, Mungu if akasema, I find 45, I will nikipata deliver the city. nitamkoa mji. Abraham went on Ibrahimu akasonga mbele interceding for Sodom akiombea until Sodoma he came mpaka akafika number 10. nambari 10, Until he came to number 10. ikafika nambari Until 10, he came to number 10. akafika nambari 10. Hear me, child of God. Nisikize mwana wa If Lot Mungu, had done his work, kama Lutu angekuwa amefanya kazi yake, because God said, kwa sababu Mungu alisema if I find 10, nikipata
watu If I 10, find 10, nikipata watu I 10, will save the city. nitaokoa mji, I will save the city. nitaokoa mji. If Lot had saved his family, Kama Lutu angekuwa ameokoa familia he yake, had preached to the family kama angekuwa and amehubiria had familia yake saved it. na akawaokoa, If only Lot had preached to his family, kama tu Lutu angekuwa amewafikia And watu wa familia saved yake it. na the akawaokoa, prayers of Abraham maombi ya would Ibrahimu have delivered Sodom and Gomorrah. yangekomboa Sodoma na Gomora. unfortunately, Lakini kwa bahati mbaya Lot had abdicated his responsibility. Lutu alikuwa ameachana na jukumu It lake. is called the deafening silence of the church. Deafening silence. Kanisa limenyamaza, kunyamaza ambako ni kukuu. The problem of silence Shida ya kanisa is the one ya that led to the kunyamaza destruction of Sodom and Gomorrah. ndio kulifanya Sodoma na Gomora It is the same iharibiwe. silence I see in the church today. Na huko kunyamaza ndio ninaona Unwillingness to preach the truth. kule kutotaka kuhubiri kweli, Unwillingness to rebuke sin. kule kutotaka kukemea dhambi, Unwillingness to preach about holiness. kutotaka kuhubiri It kuhusu is utakatifu. easier and more comfortable for many of us to preach about money and prosperity, but not holiness. Ni rahisi kwa wengi wetu kuhubiri kuhusu kufanikiwa wa kifedha, kuinuliwa, lakini sio utakatifu. It is easy to find in a full service in church. Ni rahisi kupata katika ibada nzima kanisani, Find the preacher preaching about principles of success in business and trading. unapata mhubiri akihubiri kuhusu kanuni za kufanikiwa katika hali ya kibiashara And not about holiness. na sio kuhusu The utakatifu, deafening silence of the church. kule kunyamaza kwa kanisa. Because of this, Na kwa sababu ya hii people are feeling the church. watu wanajaa People are makanisani, shouting every Sunday. watu wanapiga People shangwe are kila singing Jumapili, aloud. watu wanaimba, But after shouting all the shouting, lakini baada ya kupiga they shangwe cannot rebuke their children. hawawezi kukemea watoto They wao, can't even forbid their children from watching dirty movies. hawawezi kuwakataza watoto wao wasiangalie vitu They mbaya. can shout hallelujah in church. Ndio wanaweza kusema haleluya Their kanisani, children at home are watching pornography. lakini watoto wao kule nyumbani wanaangalia And the pornography parents are silent. na wazazi The wamenyamaza. parents are silent. Wazazi The wamenyamaza. silence of the church Kunyamaza kwa is a kanisa disturbing silence. ni kunyamaza ambako kuna We sumbua. feel the churches. Tunaona kanisa, We feel the churches. tunajaza But we are makanisa, silent about issues lakini tumenyamaza kuhusu mambo of salvation. mambo ya Even wokovu, to the people that are near hata us. kwa watu walio karibu When nasi. is the last time? Ni mara ya mwisho ni lini? When is the last time you shared about Jesus Christ? Mara ya mwisho ni lini ambapo ulishiriki kuhusu When is Yesu the Kristo? last time you preached the gospel? You watching me today. Mara yako ya mwisho ilikuwa lini wakati ulihubiri Injili? When is the last time you rebuked sin in your office or in your neighborhood? Mara yako ya mwisho kukemea dhambi katika ofisi yako When ilikuwa is the lini? last time Mara yako ya mwisho you ilikuwa lini? talked about a social evil that is destroying people? Ulizungumzia kuhusu uovu ambao unaharibu watu. It is called the sin of silence. Hii inaitwa dhambi ya kunyamaza, And it is the same silence Lot had. na hii kunyamaza ndio Lutu alikuwa nayo. The silence of Lot, Huku kunyamaza kwa it is Lutu the one ndio that contributed to the destruction of his family members. ilichangia kuharibiwa kwa watu wa familia Are yake. you also keeping quiet Je, wewe bado pia and unanyamaza allowing your children to go straight to hell? na unaruhusu watoto wako waende kuzimu? Allowing your parents or your friends to go to punishment, the judgment. Unaruhusu wazazi wako ama marafiki zako wahukumiwe? Why are you keeping quiet? Kwa nini unanyamaza? And you know this city will be destroyed. Na unajua mji huu I unaharibiwa. finish by saying, Namalizia kwa why kusema, did Lot suffer this predicament? kwa nini Lutu alipitia jambo hili? Why did he suffer this predicament? Kwa nini alipitia janga hili? Because Kwa sababu although Lot ijapokuwa Lutu was a relative of Abraham alikuwa ni mtu wa jamaa ya Ibrahimu and he had lived with Abraham, na alikuwa ameishi na Ibrahimu, and they came to Canaan na wakafika Kanaani from Babylon. kutoka Babiloni, They came to Canaan. wakafika Kanaani. You know what the meaning of Canaan? Unajua maana ya Kanaani ni nini? Canaan means to bend the knee.
Kanani inamaanisha kukunja goti. It is bending the knee. Kukunja goti It is a state of humiliation. ni hali ya kunyenyekea. It is a place where you humble yourself. Ni mahali unanyenyekea. It is a place of total submission to God. Ni mahali pa kunyenyekea mbele za But Mungu. when Lot was with Abraham, Wakati Lutu alikuwa na he Ibrahimu, did not learn to submit to God. kujifundisha kunyenyekea mbele za Mungu. There are many Christians who have not learned to submit their lives to God. Kuna Wakristo wengi hawajajifundisha kunyenyekea mbele za Mungu. Under the same predicament of Lot, Na ili janga ambalo lilimpata Lutu, the same predicament that came to Lot, ili janga ambalo lilikuja kwa Lutu, is likely to come to your family members and to come to you. huenda litafikia jamii yako After ama coming wewe. to church, Baada ya kuja after kanisani, getting saved, baada ya kuokoka, just like coming to Canaan, kama jinsi ya kwenda Kanani, you should have learned how to bend your knee. unastahili kuwa umejifundisha kupiga You must have magoti. learned how to submit yourself to God. Lazima ukuwa umejifundisha kunyenyekea mbele But za Mungu. unfortunately, Lakini kwa bahati up to mbaya, today, mpaka wa leo, many people say hallelujah. watu wengi husema Many haleluya. people who say praise the Lord. Watu wengi wanaosema They Bwana have never learned asifiwe, how to submit their lives to God, hawajajifundisha kunyenyekeza maisha yao kwa to Mungu, submit their money to God, kunyenyekeza to pesa zao submit kwa their Mungu, families to God, kunyenyekeza familia to zao kwa submit Mungu, their plans to God. kunyenyekeza mipango Will yao you kwa submit to Mungu. God today? Je, utanyenyekea mbele Will za you Mungu submit to leo? God today? Utanyenyekea mbele za Mungu Oh, leo? hallelujah. Haleluya. In fact, Kwa kweli Lot maintained. Lutu alidumisha. Lot maintained the true meaning of his name. Lutu alidumisha ile maana ya jina lake, Because the meaning of the word Lot, kwa sababu maana ya jina Lutu it means a covering. kama kitambaa Covering up. ambayo inafunika, Actually, it carries the meaning of a loot. inamaanisha ni kama kupora, And you hide what you have looted. ni kama kupora na unaficha kile That is the umepora. meaning of Lot. Hiyo ndio maana ya Lutu, A covering. kufunika, Hiding. kuficha The loot. kile Keeping it umepora, under cover. unaficha kile And that is what is umepora, happening in the church. na hiyo ndio inatendeka kwa kanisa. I want you to look at Lot Nataka mtazame Lutu, and discover that there was something hidden in Lot's life. utambue kuna kitu kilikuwa kimejificha katika maisha ya Although Lutu. he enjoyed living around those who were fully submitted to God, Japokuwa alifurahia kukaa karibu na wale walikuwa wamejitolea kabisa kwa but he Mungu, kept on hiding something inside him. lakini yeye kuna kitu alikuwa ameficha ndani yake. How many of you today, Ni wangapi wenu you leo are bragging about the name Lot in your life unajivunia kuhusu jina Lutu kwa because maisha you are yako, covering yourself? sababu There is something unajificha. hidden in your Kuna life. kitu There is a kimejificha, loot in your life. kuna kitu umeficha kwa maisha But yako. all together, Lakini hata hivyo, together with all the loot and the covering that is in your life, pamoja na kile umepora na kuficha kwa maisha you yako, like staying around those who have submitted themselves to God. unapenda kukaa karibu na wale You like wamenyenyekea mbele za identifying Mungu. yourself Unataka with kujitambulisha those who have submitted to God. na wale ambao wamenyenyekea mbele za Deal Mungu. with the secret sin of your life. Shughulikia hiyo dhambi ya siri katika maisha What yako. have you hidden in your life? Ni nini hiyo umeficha kwa maisha yako? Flee for your soul. Torokea nafsi yako. I say again, flee for your soul. Nasema tena, torokea nafsi This yako. place will be destroyed. Hapa mahali panaenda kuharibiwa. This place Hapa will be mahali destroyed. panaenda kuharibiwa. This place Hapa mahali shall be destroyed. pataharibiwa. You have heard the word of the Lord. Umesikia neno la Mungu. That is what God wanted for us. Hiyo ndio Mungu alitaka hear. kwetu. Usikie. Look at yourself. Jiangalie. Judgment is knocking at the door. Hukumu inabisha mlangoni. The warning has already been sounded. Na onyo tayari imeletwa kwetu. The faces of prophets are streaming with tears Nyuso za manabii zinadodokwa na machozi, because they are warning the church. kwa sababu wanaonya kanisa. This place will be destroyed. Hapa mahali Get out of panaenda it. kuharibiwa. Toka. How do you get out of this place? Utatokaje? How do you get out of worldliness? Unatokaje kwa mambo ya You must give your ulimwengu? life to Jesus. Lazima umpatie Yesu maisha yako.
surrender. I surrender all. I surrender. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender, and I surrender. Destroyed. Hapa mahali pataharibiwa. Lord, I brought message to your people. Baba, nimeleta ujumbe kwa watu This wako. world is coming to a destruction. Ulimwengu huu unaenda I kuharibiwa. pray today Ninaomba leo in the name of Jesus, katika jina la Yesu, touch everybody that heard this message. gusa kila mtu aliyesikia ujumbe Those who are huu. playing around with their lives. Wale wanacheza na maisha yao. Those who are playing around with sin. Wale wanacheza na dhambi. Those who are playing religion. Wale wanacheza tu na Oh, udini. my Father, I pray. Baba yangu, ninaomba Reach out to your people today. ukafikie watu wako Deliver leo. them, my Father. Ukawakomboe, I Mungu. plead for souls. Ninaombea I nafsi. plead for their lives. Naombea maisha I yao. pray to you, oh God. Naomba kwako, Let Mungu. your spirit move Roho wako all akatembee over Kenya, katika nchi ya touching Kenya. men and women, Akiguza wake kwa touching the waume. people of Kenya, Akiguza watu wa touching the Kenya. nations of the Akiguza world, mataifa ya and ulimwengu. bringing them to obedience of Na Christ. kuyaleta katika Oh, kutii my Kristo. Father, Baba yangu, time has come wakati for umefika Sodom to be destroyed. kwa Sodoma kuharibiwa. Time has come Wakati for this umefika world to be kwa destroyed. ulimwengu huu I pray kuharibiwa. now, Father, Naomba by the sasa, Spirit of the kwa Lord, Roho wa Mungu, deliver men and women, ukawakomboe deliver waume kwa people wake. in Asia, Ukawakomboe watu deliver kule people in Asia, America, kule Marekani, deliver people in Europe, kule Europa, deliver people in Africa, huku Afrika. deliver this Kenya today. Komboa Kenya In the name yetu of leo Jesus, katika jina la everybody, Yesu. my Father, Kila mtu, teach Baba, them the fear of God wafundishe out of the kukuogopa word wewe. of God today. Kutokana na neno la Teach them Mungu the leo. fear of God. Wafundishe Let the saints of the kukuogopa. Most High God Wateule wa sanctify Mungu themselves wakajitakase even more and more. zaidi na zaidi, More and more. zaidi na More and zaidi, more. zaidi na More and zaidi, more. zaidi na The zaidi. saints of God Wateule wa Mungu everywhere kila mahali sanctifying themselves wakijitakasa in the name of Jesus. katika jina la Yesu. Oh, hallelujah. Hallelujah. And I pray for sinners, God, Naombea wenye that dhambi God, you bring them to the knowledge of God. ukawafikishe kukujua, Mungu. If you have not given your life to Jesus, Kama hujampatia Yesu maisha it is yako, time to give him your life. ni wakati wa kumpatia maisha yako. Pray this prayer after me. Omba ili Say, ombi. Lord Jesus, Sema, Bwana from Yesu, now, kutoka sasa, after hearing this word, baada ya kusikia neno I hili, give you my life. na kupatia maisha I yangu, repent my sins na tubu dhambi and I turn zangu, to you. nageuka kwako. Wash me clean. Nitakase, Deliver me from the powers of darkness. nikomboe kutokana na nguvu za giza. I'm washed by the blood of Jesus Nimeoshwa kwa damu ya Yesu and I am free. na niko huru. Kuoshwa Kuoshwa kwa damu Uone upendo
hakikisha you don't miss heaven. hautakosa mbingu. This is a warning to you. Hii ni onyo We kwako. want to give our offerings Tunataka kutoa sadaka and serve the living God. na tumtumikie Mungu wa All those who heshima. have given their lives to Jesus, Wale ambao mmempatia Yesu send me maisha a yenu, message today. nitumie ujumbe A leo. short message. Ujumbe, I've given my life to Jesus. nimempatia Yesu maisha Those yangu. who are watching on our live Facebook page, Wale ambao mnatutazama katika send your message Facebook, there. tuma ujumbe wako Just hapo on this post katika ujumbe and huu say, I give my life to Jesus. na useme nimempatia We Yesu will maisha look for yangu. you through the same platform Tutakutafuta and reach you and pray with you. na tukufikie tukuombee. For those who are using telephone, use the number you see on the screen. Kwa wale ambao mnatumia namba ya simu, tumia hiyo unaona Tell pale. me I've been born again. Useme nimeokoka. For those who are on Facebook, Wale wako kwa Facebook, confess that you've given your life to Jesus on this post. Make a comment on this post. kiri ya kwamba umempatia Yesu maisha yako. It is time to Andika give unto comment. the Lord. Ni wakati wa kutoa mbele So za now go Bwana. ahead and give unto the Lord. Sasa inaenda utoe sadaka There's a yako. pay bill below there. Kuna pay bill pale. Send your offering today Tuma sadaka and God will yako bless you. na Mungu atakubariki. Amen, amen, amen. 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 Go to your phone. Enda kwa simu yako Can I sasa. bless you, Father, in Jesus' name? Baba, kwa jina la Yesu, Bless everybody bariki kila mtu who gives to the work of the kingdom. ambaye anatoa kwa kazi ya ufalme. True and the living God. Mungu unayeishi, True and the living God. Mungu wa kweli anayeishi, Touch their lives. guza maisha yao, Let them know they have given to God. wakajue wamempatia In Mungu. Jesus' name. Bless their giving today. Kwa jina la Yesu, Bless bariki their kutoa lives. kwao, bariki In maisha yao. Jesus' name I pray. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Go to your phone. Enda kwa simu Send yako, your offering as the praise team gives a praise. Hakika Mungu ni mwema. Hakika Mungu ni mwema. Kwa walio safi moyo. Hey, hakika Mungu ni mwema. Yeye ni mwema. Kweli ni mwema. Kwa walio safi moyo. Hey, atuondolea magonjwa, atuondolea laana, atuondolea fitina, maana yeye ni mwema. Atuondolea laana, atuondolea magonjwa, atuondolea ukimwi, maana yeye ni mwema. Hakika Mungu ni mwema. Yeye ni mwema. Kwa walio safi moyoni. Thank you, Jesus. Thank you very much, Reverend Felix Kavoy. That was very powerful. We thank God, and I believe that it is something that is going to drive our life this week. I want us to come to the end of this service, and I want to encourage you, make sure that you tune with us on all our services coming week, and I believe that God is going to bless us. I want you to look at someone and give them the word of grace. And now, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. God bless you and have a lovely week. Worship Him. Kidhaidho kini chaku Yesu thea wose. Ena kumoisine siaku Yesu thea wose. Kidhaidho kini chaku Yesu thea wose. Ena kumoisine siaku Yesu thea wose. Hey,
Kini chaku Yesu dea wose na tata isini chaku Yesu dea wose Kini chaku Yesu dea wose na mumo isini chaku Yesu dea wose Kini